Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 47 ilipoishia. Basi, humu ndani, kama usipokubali kufanya kazi yetu, hutatoka salama. Kitakachotoka itakuwa maiti yako na kuitupa mtaroni. Kama mmeamua kuniua, niueni. Siwezi kuutoa uhai wa mtu kamwe abadan. Sitashiriki dhambi ya kuua. Baada ya ushindani wa muda mrefu, walinieleza kuwa niende nikajifikirie. Sikiliza, tunajua tumekushtukiza. Jifikirie leo mpaka kesho jioni, tukutane ili tujue umeamua nini. Wala msisumbuke, siwezi kuua mtu. Jo, mpatie milioni 20 akatumie. Ukiwa tayari, tujulishe ili tukutane tukupe pesa yako. Huo muda sina. Siwezi kuua mtu hata kwa mtutu wa bunduki. Jibu la hapana litakufanya upoteze familia yako, na ukikubali nitakupa milioni 400. Milioni 2 utaondoka nazo sasa hivi. Ukimaliza kazi tutakumalizia. Narudia tena, sitaua mtu, na mkiua familia yangu haitabadili msimamo wangu. Wakifa mtaabeba madhambi yao. Pamoja na hofu kubwa kutanda moyoni mwangu, sikuwa tayari kutoa roho ya mtu, hasa kipenzi mama yako. Msimamo wangu uliwashangaza sana. Walitarajia pesa watakayoitangaza ningechanganyikiwa na kukubali kutoa uhai wa mama yako. Walipokaribia nyumbani, niliteremkia kigogo. Kabla ya kuteremka, walinitishia, siri hii usimwambie mtu. Ukiitoa siri hii, kitakachokukuta usilaumu mtu. Nitamwambia nani? Yeyote, hata mke wa Anzuruni. Jifanye hatujakutana, kufa na siri yako. Kwangu mimi, najua hatukuwahi kuonana. Siwafahamu, hamnifahamu pia. Hatujaongea kitu chochote. Mpe milioni 10. Nilizipokea, kwani kila nilipozikataa nilitishiwa maisha. Pamoja na kupokea pesa zile, bado msimamo wangu ulikuwa pale pale. Baada ya tukio lile, niliendelea kufanya kazi zangu kama kawaida bila watu wale kunisumbua. Ikawa hali ya ukimya, japokuwa nilikuwa na mawazo kuwa wanapanga mpango gani wa kumuua mama yako. Siku zilikatika nikiwa karibu na mama yako, huku akijipanga kutafuta silaha ili auwe mmoja mmoja kuwamaliza wote walioshiriki kwenye kifo cha baba yako. Zulfa mwanangu, mama yako alikuwa anampenda sana baba yako. Ni wanawake wachache wenye mapenzi mazito na kuwa tayari kujitoa kwa ajili ya mwenzake. Siku zilikatika huku hali ya ukimya ikitawala. Kumbe walizunguka upande wa pili kwa shoga yangu kipenzi Aunti Kalo, ambaye alitangaziwa pesa bila kuwaza faida na hasara kwa kile anachotaka kukifanya. Baada ya muda, hali ya mama yako ilianza kubadilika. Kila walipopima ugonjwa haukujulikana. Imekuja kufahamika tukiwa tumechelewa sana. Vitu vingi kwenye mwili wa mama yako vilikuwa tayari vimeathirika na hakukuwa na ufumbuzi, kwa vile tayari viungo muhimu mwilini vilikuwa vimefeli. Unajua mwanangu, mama yako amekufa tu kwa maumivu makali ya ugonjwa uliotokana na sumu. Japokuwa alikuwa mpole na mkimya, lakini hakuwa na furaha siku zote. Alikuwa mtu mwenye huzuni. Kila alipokuwa mbali na mimi alikuwa mpweke, ukichanganya na mawazo mazito moyoni mwake. Ilikuwa sonona iliyomtafuna taratibu, nayo ilichangia sehemu kubwa na kudhoofisha kinga za mwili wake zilizommaliza haraka, kwani hakuwahi kufurahi mpaka siku uliokuja kumtembelea baada ya kujua upo hai. Kwa kweli, toka siku ile alikuwa mtu mwenye furaha mpaka siku aliyozidiwa. Madaktari bingwa walikaa jopo ili kutafuta ufumbuzi baada ya kuonekana magonjwa yalikuwa yamemwathiri sehemu kubwa. Baadaye alionekana sumu ile
iliingia mwili zaidi ya miezi 4 iliyopita. Baada ya kujulikana mama yako hatapona baada ya sumu kusambaa mwilini na kwenye damu, shoga yangu Aunti Carlo aliomba likizo isiyo na malipo kuwa anauguliwa na mzazi wake. Hivyo alipewa na kutoweka hospitali, na kama yeye alihusika katika kumdunga sumu mama yangu. Nilimuuliza ili kupata uhakika vizuri, japokuwa mama alinieleza nani amehusika na ugonjwa uliomuua. Baada ya uchunguzi ilijulikana mhusika mkuu wa ugonjwa wa mama yako ni Aunti Carlo. Nini kilifuata? Aliitwa na kuhojiwa, kisha alisimamishwa kazi. Wakati huo alikuwa amekamatwa na kuwekwa ndani chini ya uchunguzi wa polisi. Lakini mpaka leo hatukuona uamuzi zaidi ya kumsimamisha kazi. Kitu cha kustabisha, wakati wanamsimamisha kazi alikuwa na miezi 3 hayupo kazini. Kingine kilichonifanya niamini Carlo amehusika kwa 100% ilikuwa mabadiliko yake ya ghafla ya maisha yake. Kwa muda mfupi, Carlo alinunua nyumba aliyokuwa amepanga ya mbavu za mbwa na kujenga bonge la nyumba na kununua gari la kutembelea. Lakini naye alipata pigo baada ya kufiwa na mwanae kipenzi ambaye alikuwa mboni ya jicho lake. Baada ya msiba wa mwanae, nilisikia utajiri wake unatokana na nguvu za giza. Sasa, nguvu za giza zinaingiaje ikiwa pesa alipewa na kina Balize? Wanasema eti baada ya kufa mwanaye kwa ajali, pesa zilimfuata kama mama nyuki kwenye mzinga. Inaweza kuwa kweli? Kweli nini mwanangu? Mama, nipe nafasi, nitakuthibitishia ukweli. Sawa. Hivi mama, Aunti Carlo anakaa wapi kwa sasa? Kwa sasa yupo Mabibo, nyuma ya baa ya Ibungu. Nyumba namba ngapi? 704. Ndio nyumba kubwa eneo lile, ukiwa barabarani utaiona. Nashukuru mama yangu, kwa vile nafasi sina, nikirudi nitakuja. Tuna mengi ya kuzungumza. Hauna tatizo mwanangu. Kabla ya kuondoka nilimpatia 500,000 kama shukrani. Alitaka kuzikataa, lakini nilimlazimisha na akazichukua. Kwa jinsi alivyojitoa kwa mama yangu, nilipanga kumfanyia surprise kubwa ambayo ingemfanya aishi maisha ya peponi. Kwa pesa nilizokusanya nimpe hata milioni 500 na zaidi, baada ya kuzikataa pesa nyingi kwa ajili ya kumlinda mama yangu. Baada ya kupata ukweli, nilikwenda mpaka Mabibo mwisho. Nyumba ilionekana kama pembe ya ng'ombe. Ilikuwa ya kisasa, kuonyesha kabisa anayemiliki ile nyumba ana ukwasi si wa kawaida. Baada ya kuangalia mandhari ya pale, nilipanga ratiba zangu na kuanzia kwa mchungaji mpaka siku ile nilipokuwa nimebakiza na vipolo 2 vya daa na segera Tanga, kabla ya kwenda Mwanza kumalizana na Mabula. Baada ya kumalizana na Josefu, nilielekea moja kwa moja Mabibo kwa Aunti Carlo. Kwa vile kwake nilikuwa napajua, niliteremka na kuelekea kwenye nyumba ya Aunti Carlo. Nilipofika getini, nilibonyeza kengele. Baada ya muda, nilisikia miguu ikitembea kuja mlangoni. Mlango mdogo ulifunguliwa na mlinzi wa kiume aliyekuwa katika sare. Karibu dada, nikusaidie nini? Aunti Carlo nimemkuta. Madam yupo. Nimwambie nani? Mwambie binti yake, mtoto wa Sister Neema. Sawa, alisema huku akibofya namba za simu. Baada ya muda alipokelewa. Halo madam. Joeli. Mama, kuna mgeni wako. Mgeni wangu? Nani? Anatoka wapi? Subiri, aliziba sehemu ya kuongelea na kuniuliza. Eti dada, unaitwa nani na unatoka wapi? Mariamu, mtoto wa Sister Neema. Anatokea Mbande Msebe. Oho, mwambie aingie mwanangu kabisa huyo. Nilijikuta nikitabasamu baada ya kujiona nimepata wepesi wa kumfikia bila wasiwasi wangu. Wasiwasi wangu ilikuwa kukosea kujieleza na kushindwa kuingia ndani, japokuwa nilikuwa na uwezo wa kuingia kwa nguvu au kwa akili nyingi.
Niliingia ndani ya uzio wa jumba la kifahari. Kwenye maegesho ya magari kulikuwa na magari zaidi ya 8 ya kifahari ya mamilioni ya pesa. Moyo ulizidi kuniuma baada ya kuona utajiri ule wa Aunti Carlo umetokana na kumuua mama yangu. Niliachana nayo na kumfuata mlinzi aliyeniongoza hadi kwenye sebule moja iliyokuwa ya gharama. Moyo uliniuma sana kuona washenzi wale wamegawana maumivu na damu za wazazi wangu kuwafanya waishi kama peponi. Sebule ilikuwa tupu. Mwenyeji wangu alionekana yupo chumbani. Baada ya muda alitokea chumbani akiwa amevalia koti jepesi na ndani alijifunga taulo kuonyesha anatoka kuoga. Niliponyanyua macho yalikutana na Aunti Carlo. Aliponiona alishtuka, kwani aliona sura ya marehemu mama yangu. Wewe ni mtoto wa marehemu Salma? Ndio mimi. Kwa nini umeuliza hivyo? Jinsi mnavyofanana utafikiri mapacha. Unamjua mama yangu? Nilimuuliza swali la mtego. Namjua. Unamjuaje? Oho, nilikuwa mfanyakazi wa hospitali ya Muhimbili katika wadi ya wagonjwa wa akili. Oho, kumbe umeacha kazi lini? Niliacha baada ya kuuza mashamba ya familia na kuanzisha maisha haya. Oho, hongera sana. Eti kifo cha mama kilitokana na nini? Niliendelea kumuuliza maswali ya mitego. Oh, pole sana kwa kifo cha mama yako ambaye alikuwa shoga yangu mkubwa. Asante. Oh, samahani mwanangu, nakupigisha stori tu. Unatumia kinywaji gani? Hapana mama, nashukuru. Hapana mwanangu, jisikie kama upo kwa mama yako. Maji. Usiogope mwanangu, sema chochote, jisikie kama upo kwa shoga ya mama yako. Kuna vinywaji vya kila aina. Sema unataka whisky, pombe kali, juisi, soda, sema tu. Itaendelea tena wiki hii. Unaweza kufuatilia hadithi hii kupitia mtandao wa Mwananchi au Mwananchi Digital katika YouTube. Simulizi hii imetungwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.